picha, mtu anatengeneza picha kali, anatengeneza video kali ya kufikirika ile pale. Na ndio maana wewe mwenyewe huenda huwezi, unaona, huenda huwezi kutengeneza nyimbo kali au huwezi kutengeneza picha ikaja kali. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumetofautiana. Jinsi unavyoiprompt wewe na mimi jinsi ninavyo labda iprompt ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ndo unaanza kuona jinsi ulivyo prompt wewe na mimi nilivyo prompt. Yani huenda wote tulikuwa tunahitaji kitu hicho kimoja, lakini vitu vitakuja tofauti. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wewe ulivyo prompt na mimi nilivyo prompt ni vitu viwili tofauti. Alafu kingine pia naomba nikwambie kitu. Kuna baadhi ya prompt na ndio maana kama vile umekuwa ni nani mtandaoni utakuwa unaona. Kuna baadhi ya prompt ambazo let's say zimetumika sehemu fulani, zikiwa zimetumika sehemu fulani, huenda ukazitumia wewe zikakugomea. Kwa sababu gani? Prompt inahitaji utengeneze kitu cha tofauti. Umeona? Sawa, umezamilia unitengeneze mimi. Umezamilia unitengeneze mimi. Kwa hiyo na mimi tayari nipo na nimeshajitengeneza mimi. Utanipata? Sasa inatakiwa uongeze baadhi ya vitu. Bwana mimi huyu hapa tumuongezee kitu gani? Tumuongezee bwana kitu fulani kwenye sehemu fulani. Ukiniongezea hapo kitu tayari nitakuja na ile sehemu ambayo umeongezea. Lakini ukinileta mimi kama nilivyo, mimi tayari nimeshajiprompt. Yani nipo kama hivi. Unaweza ukanikosa. Kwa sababu prompt yangu tayari nimeshaitumia. Kwa hiyo kuwa makini sana. Mtu anakuambia, bwana hizi hapa prompt sijui nini na nini. Na ndio maana kwenye prompt wakati mfano hata kama unanunua prompt, na ndio maana wamekwambia unafanyaje, unazibadilisha baadhi ya vitu. Umeona? Kwa hiyo uwezi ukasema umenunua prompt kwa sababu prompt zinauzwa. Ukinunua prompt kwamba useme ile prompt ambayo nimeinunua nahitaji niletee matokeo yale, hapana. Ukinunua let's say umenunua prompt ya biashara, yenyewe amekuelezea bwana, hii itafika hapa, ukifika hapa eleza vitu vyako. Eleza kitu chako kwamba unahitaji kitoke kitu fulani, kije kitu fulani, kije kitu fulani. Ndio hiyo hapo itafanyaje? Itakuletea matokeo ambayo unayahitaji. Lakini useme umechukua ile prompt afu umeipa ile ilete kile kitu. Kwanza hai make sense. Wewe hitaji lako haiwezi kaleta hitaji lako. Kwa sababu wewe umenunua labda prompt za biashara kwa niaba ya kufanyaje? Kukuletea matokeo ya biashara yako. Nawezaje kukuza biashara yangu? Nawezaje kuiboresha biashara yangu? Nawezaje kuwafikia wateja wengi kupitia hii prompt yangu? Umeona? Kwa hiyo lazima ueleze mambo yako ambayo unahisi yanafanyaje? Yanaikumba biashara yako. Okay. Kama nilivyokuambia kwamba biashara, kama nilivyokuambia kwamba kazi yako itachukuliwa kwa design kama hiyo. AI haipo kwa niaba ya kuchukua kazi za watu. Yani hilo nilirekebishe kabisa. Mtu asije kuambia bwana AI itachukua kazi yako. Hapana. Mtu ambaye anajua jinsi ya kuitumia AI ndio yupo yani haraka kuchukua kazi yako. Sasa ili wewe utafanyaje ili kuifanyaje kuendelea na kibarua chako, yani uendelee na kibarua chako, utafanyaje? Kitu ambacho unahitajika sasa ili kibarua chako kisiingiliwe na nyasi, inatakiwa ujifunze hivi vitu. Inatakiwa uzijue part of AI. Umeona? Part of AI ndo hizi tools kama nilivyokuambia hapo. Kuna Gemini, kuna ChatGPT, kuna Midjourney, kuna DALL-E, kuna kampuni, yani kuna nyingi sana, kuna tools nyingi sana na zinakuwa zinafanya kazi tofauti tofauti. Unaweza kukuta kila tools inafanya kazi tofauti tofauti. Kwa hiyo wewe angalia zaidi wewe nani yako ni ipi? Niche yako zaidi ni ipi? Ukiona niche yako iko sehemu fulani, cooperate na tools mojawapo ili kusaidie. Kwa sababu kila tools kama hivyo tulishasema, kila tools iko ndani ya ya ChatGPT ya AI. Okay? Ya AI, na ndio maana tukasema AI, hizi tools ni part of AI.
part of AI. Kwa hiyo part of AI ndo zimebebwa humu ndani ya AI. Kwa hiyo hizo tools ambazo unazichukua tayari zina AI ndani yake. Kwa hiyo ukifanyaje, ukikopaleti nazo zinaweza zikakutengenezea kitu kizuri na biashara yako au kazi yako, kaiboresha kazi yako. Kwa hiyo inatakiwa ujue prompt engineering. Okay? Inatakiwa ujue prompt engineering. Prompt engineering ni maelezo yale ambayo utampa AI alafu akuletee kitu ambacho ulikuwa unakitarajia, ambacho unahisi kabisa hiki kitaenda kuleta matokeo. Sio yale mambo ambayo utaeleza juu tu, hapana. Kitu ambacho utaeleza ambapo itakushushia mkeka ambao unajua kabisa huu mkeka huu nikienda kuutumia huu napiga hivi. Umeona? Kwa hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa uvijue. Prompt engineering inatakiwa ujifunze. Umeona? Sasa hivi kuna nani nyingi sana. Sasa hivi kuna kampuni nyingi sana zinafundisha kozi za online. Unapata kozi zingine zinatoa zingine zinatoa kozi bure, zingine unalipia hela ndogo, na kuna zingine kabisa zina certificate kabisa, yani unaingia mule unasoma ile kozi, ukishamaliza unapewa mpaka certificate. Kuna zingine ni bure, kuna zingine ndio unatoa baadhi ya gharama kidogo tu, lakini unafanyaje? Unaboresha nini hiyo AI, kwa sababu na AI naomba tena pia naomba niliweke sawa hili. AI anahitajika nani kuifahamu? Okay? Anahitajika nani kuifahamu? AI panahitajika kila mtu kwenye sekta aliyopo inatakiwa aijue AI jinsi ambavyo inafanya kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukijua AI utakuwa umerahisisha baadhi ya vitu vyako. Panahitajika ajue AI mwanafunzi, mfanyabiashara, mtu aliyeajiriwa, mkulima, sijui mtu gani ajue AI. Umeona? Akijua AI hii, ukijua ndo itaanza kukurahisishia baadhi ya vitu. Yani ukishaijua utaanza kurahisisha baadhi ya vitu. Uenda utakuwa unaijua juu tu, na ndio maana ukiingia kwenye ChatGPT au Gemini ukaanza kuiprompt ukaiandikia tu vitu kadhaa, inakuletea majibu mafupi, kwa sababu haujui namna ya kuitumikisha. Inatakiwa ufanye AI hizi tool of AI, jinsi ya kuzitumikisha, yani zifanye kazi kwa ajili yako, sio wewe ufanye kazi kwa ajili yake. Hapana, wewe inatakiwa uziamrishe zenyewe zikuletee kitu ambacho unakihitaji. Ni nini? Ni hizo prompt sasa zako ambazo utakaa chini. Ni kitu mimi nalenga kitu kimoja. Labda mimi nalenga biashara fulani. Let's say mimi nalenga biashara ya nguo. Biashara ya nguo na ina washindani wengi. Ni nguo gani zinazohitajika mtaani kwetu? Ni nguo gani ambazo mtaani kwetu tunahisi kabisa wana afford? Okay? Ni vitu gani ambavyo naweza nikaepuka ili nisije nikafanyaje nikakata tamaa mapema. Okay? Ukiona hapo utaanza kujua kumbe sasa ukimpa hayo maneno huyu ChatGPT atakuletea majibu. Bwana, mtani kwetu kama kuna namna hiko hivi, wewe utafanya hivi. Kama biashara iko hivi, kama kuna washindani wengi, wewe fanya hivi, labda punguza bei kidogo, au wewe bwana jitofautishe kwa vitu fulani, jifanye hivi, wewe kuwa mtu wa hivi na hivi. Kwa hiyo itakucholea baadhi ya vitu ambavyo utafanyaje? Utaanza kujua kumbe. Kwa hiyo hata kama wewe ulikuwa unaanza biashara, yani una mpango wa kuanza biashara, kwa hiyo ukijua prompt engineering vizuri, yani unaweza hata usimtafute mtaalamu. Umeona? Usiwatafute wataalamu wale wa kukaa chini wa kuanza kuconsult. Umeona? Unaweza ukatafuta maconsult yao. Unaweza ukakaa chini mwenyewe ukaanza kufanyaje, kuprompt vizuri, ukamuuliza maswali mazuri, yani ukatiririka vizuri kiasi kwamba AI akikuletea yale majibu mpaka unasema
hapa inatosha, hapa tayari biashara ninayo. Okay, yani pale inakutiririshia vitu vizuri sana ambavyo ulikuwa unavihitaji. Mtaani kwetu kuna kitu fulani, kuna nini na hini, kuna uhaba wa kitu fulani, kuna upinzani, kuna competitor wa namna gani, kuna hivi na hivi, nani wateja wangu nani, mtaani kwetu kuna nani, let's say wateja bei zao sio nani, sio mtaa wa gari, ni Uswahilini. Kwa hiyo nahitaji unitengenezea, nawezaje kuchukua biashara ambayo inaweza ikakava mtaani kwetu kwa mafikirio yako ukiwa na tathmini. Kwa hiyo yenyewe itakutengenezea package fulani. Ikisha kutengenezea package fulani, utaanza sasa wewe kuchambua ni package gani ambayo hapa naweza nikaitia na mambo yangu yakaenda sawa. Okay? Kwa hiyo hapo tayari utakuwa umeshafanyaje? Umeshajua namna ya prompt engineering. Na ndio maana nikasema kwamba kila mtu inatakiwa aijue. Kila mtu anatakiwa aijue. Kwa sababu ya kitu kimoja, kuna watu mpaka sasa hivi tunapozungumza hivi, kuna watu hawana maconsult kabisa wa kuwa cancel kwenye biashara zao. Kuna watu wanakaa chini kabisa wenyewe, wanaanza kuprompt vizuri, wanaongea na ChatGPT, wanaongea na AI vizuri kabisa kuhusu biashara yao, na wanaendesha mambo yanaenda vizuri. Jinsi gani? Kama wakiona kuna ushindani, wanaingia wana prompt, wanaangalia bwana, kuna ushindani sasa hivi wa kitu fulani, mimi nawezaje kufanya hivi ili niwe tofauti na mpinzani wangu. Kwa hiyo wanapata majibu ambao majibu hayo wakienda kuyafanyia kazi, wanapata kitu ambacho ni kikubwa, wanaanza kuwa mbele ya wale ambao ni wapinzani wao, ambao wenyewe hawana mifumo ya AI au hawana ujuzi wa kutumia AI. Hawana ujuzi. Umeona? Kwa hiyo huo ndio tofauti, na ndio maana nikakwambia kwamba mpaka sasa hivi nilivyokutolea mfano kwenye upande wa nyimbo unatoa nyimbo, lakini kama hivi mimi nilivyokuambia nimetoa nyimbo. Nyimbo yangu hata kama nikiposti haiwezi kaenda popular. Mimi sio msanii. Lakini nilichokifanya mimi niliingia tu nikamwambia niandikie nyimbo iko hivi na hivi tayari. Lakini sasa jinsi ambavyo mimi nimeprompt engineer ile ChatGPT niandikie ile nyimbo, na mtu ambaye ni msanii anazijua melody vizuri, anajua verse aweke wapi, sijui kitu fulani aweke wapi, sijui chorus aweke wapi. Rafiki yangu akiingia pale akaanza kuongea naye ChatGPT akamprompt vizuri, ametulia, akamwambia weka kitu fulani, weka melody sehemu fulani, weka verse sehemu fulani, weka back verse sehemu fulani, weka kitu fulani. Rafiki yangu, kitatoka kitu kikali ambacho kinaweza kikawa kikubwa zaidi ya hata ya changu akiwezi kikawa kikubwa, kwa sababu mimi nimelipua. Ukiangalia manake nimelipua, manake imeniletea matokeo yale nimefanyaje. ChatGPT imeleta matokeo yale ambao nimefanyaje, nimeapa ikaniletea hayo. Umeona? Lakini wewe ambao ni msanii au ni wewe uko kwenye level fulani, kwenye engo fulani, ukiandika kuhusu ile nichi yako ambao ipo, kwa sababu nichi yako unaijua vizuri. Mimi huenda nikawa sijui nichi yako, lakini wewe ambao nichi yako tayari unaijua. Kwa hiyo unajua kabisa kila kitu ambacho unafanyaje, unakihitaji, unakijua. Mimi ni mfanya biashara wa nguo. Nguo gani? Mimi nauza nguo fulani. Mimi nafanya fulani. Na nguo za aina fulani ndo zinatoka zaidi. Kitu gani ndo kinatoka zaidi? Nguo za watu gani zinatoka zaidi? Kwa hiyo ni tofauti na yule mtu ambaye anaandika hivi. Naomba mawazo ya nguo zinazoenda sokoni. Nguo zinazohiti zaidi. Lazima mtapewa majibu tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe umeeleza juu, lakini yule mtu anayejua ile ni nichi yake, labda ile ni biashara yake ameifanya kwa muda mrefu, anaijua. Kwa hiyo ameweka hapa. Mwisho wa siku ameletewa majibu ambayo ni ya kumtosheleza, ya kumfaa yeye, ya kuifanya biashara yake ikue zaidi, na aende nje ya washindani wake, yani akae juu ya washindani wake. Umeona? Kwa hiyo kama wewe